ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa vile watu wameachana na akida yao, mafundisho yao ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameachana na tauhid na Qur'ani, inna Allah anzala hadha alquran liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ameiteremsha Qur'ani ili watoe watu katika kiza na iwapeleke katika nuru. Lakini watu wameingia kwenye shirki. Eti tukaambiwa kwamba yalipokuja maradhi tukaambiwa man fataha al-mashafu, yule ambaye atafunua mashaf fi suratul Baqara au fi surati kadha, katika suratul Baqara au sura nyingine, sayajidu sha'ra, atakutia nini? Unywele. Halafu eti unywele ule faliyadhuha au chukue, faliyakhudha au chukue, kisha auingize katika maji. Akishauingiza katika maji ule unywele, halafu maji yale eti itakuwa ndiyo shifa. Unywe maji yale itakuwa ndiyo shifa na ndiyo kinga ya maradhi ya corona hii. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watu wameachana na ayatul kursi nyingi tu. Iblis alayhi lana aliwachezea na wakafahamu kwamba Iblis, watu wanafahamu kwamba Iblis hawezi kuingia katika mashafu akafunua alafu akaweka unywele. Kumbe anaweza, sababu Iblis ni katika majini kama Allah alivyosema, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Watu malaika wote wakasujudu isipokuwa nani? Iblis. Kisha Allah akasema kana minal jinni, huyu Iblis alikuwa ni katika majini. Kwa Iblis kwa ajili ya kuwapoteza watu akaingiza manywele kibao katika mashafu, na watu wakifunua mashafu kuna manywele kibao, watu wakachukua manywele wakaingiza katika maji uchafu, alafu wetu wakwanywa maji yale. Nao ni Waislamu wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika shirki hii. Wameachana ayatul kursi. Siku moja Abu Huraira radhiyallahu anhu akiwa yuko katika Baitul Mal, ghafla akajua na Iblis katika Baitul Mal. Iblis anaiba Baitul Mal, akamshika Abu Huraira. Wakati huo Iblis alikuwa anajitokeza live, anajigeuza sura ya mtu fulani alafu anakuja. Kama wakati wa Badri, Iblis alayhi lana alijigeuza sura ya mtu mmoja anaitwa Suraka. Kwa hiyo alipokuja Abu Huraira akamshika, Iblis akamwambia Abu Huraira, niachilie, nitakufundisha kitu kizuri sana. Akamwachilia akamwambia, ili mimi nisiingie na usipase na lolote wewe, soma ayatul kursi. Abu Huraira akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ya Rasulullah, alinijia Iblis alayhi lana akanielezea kadha wa kadha, kama nisome ni ayatul kursi, basi hawezi kuingia mahali ambapo kuwa pasoma ayatul kursi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Huraira, sadaqa wa huwa kadhibun, amesema kweli lakini yeye ni muongo sana, usimwamini sana. Lakini hilo alisema ni kweli. Kwa hiyo watu wakaachana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi ya kujitibu, jinsi ya kujilinda. Kuna dua nyingi, lakini watu wakaigizwa na shetani, wakachezewa na mashaitani na majishekhe ambao kuwa inapenda sana shahwa za kidunia, wakaacha kuunasihi umma, wakaingia katika dunia. Watu wengi wakapotea, wakaingia katika shirki hii. Watu wakategemea kwenye wenyewe. Subhanallah. Hii yote ni kwa sababu watu hawataka kusoma akida yao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba yule ambaye atakuja kwangu hajanishirikisha mimi, nitamsamehe makosa yake. Na Mtume anasema man mata lam yushrik billahi shay'an dakhala aljanna, ukifa wewe hujamshirikisha Allah tabaraka wa taala na kitu chochote kile, basi utaingia janna. Man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ukisema la ilaha illa Allah utaingia janna, kwa sababu ukisema la ilaha illa Allah umekanusha waabudiwa wote min dunillah, alafu umethibitisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukisema la ilaha illa Allah haina haja ya kufahiridi, haina haja ya kwenda kwa mganga, haina haja ya kutawakkali kwa mashaitani, kwenye makaburi, kwenye watu wema. Elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna shida gani kwani kuelekea kwa Allah? Ikiwa Allah amekuumba, amekumilikisha kila kitu, utashinda kuponesha maradhi yako? Mbona unashindwa kuwa na tauhid? Unaswali lakini unamtegemea mganga? Mambo gani? Hiyo ni swala kama ya Abu Jahal. Unaswali lakini una mganga wako, unampiga ramli wako. Kwa Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kushirikishwa, hasamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalika
na anasamehe dhambi nyingine kinyume na hiyo shirki, liman yasha, kwa amtakaye subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sura an-Nisa nambari 48. Waqala subhanahu, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu kwa hakika, man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu kwa hakika yule ambaye, innahu kwa hakika, man yushrik billahi, yule ambaye atamshirikisha Allah tabaraka wa taala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika Allah ameharamisha kwake yeye kuingia janna. Ni haramu kabisa, janna hakuingii mushrik. Mshirikina haingii janna kabisa. Mshirikina yeye wake yeye ni jahannam, motoni. Mshirikina haingii janna. Tena tunasihiane hasa kwa ajili ya Allah, tusiwabishirie pepo, au tusiwaambie watu walikuwa ni washirikina tuwaombee pepo au tuwaombee dua. Wewe waambua muombee dua, alafu mtu wenyewe ni mshirikina, wasema eti Allah subhanahu wa ta'ala ampe atakalo. Kwa nini hujui ambao Allah atampa yule, wakati Allah akashakwambia kwenye Qur'ani mushriki ni jahannam moja kwa moja? Tena mushriki, ukimwona mtu ni mushriki, mwambie kabisa kwamba ukifa na shirki wewe ni mtu wa jahannam, sababu Allah kashatoa dalili tayari, kashatambia. Kwa hiyo inakuwa ni haramu mtu akiwa mshirikina kuingia janna, ni haramu moja kwa moja, ushaharamishiwa. Kwa hiyo ukiharamishiwa kuingia janna, sasa nyingine utaingia wapi? Utaingia motoni. Tunasiana sana jamaa. Sisi tuna jamaa zetu wingi sana, na ukiangalia familia zetu sehemu nyingi, familia karibia watu 20 utapata watu wawili wenye tauhid. Wingi wana itikadi za shirki, wana mioyo mibovu kabisa. Mioyo mibovu ya kufanya shirki na itikadi za shirki, akida mbovu. Kwa hiyo ni jambo la kuchukua tahadhari sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi pia tusiache kufanya da'wa majumbani mwetu, jamaa zetu tusiache kuwafanyia da'wa ya tauhid, kwamba hili jambo sio zuri na watu waachane nalo. Kwa innahu, kwa hakika, man yushrik billah, yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika ameharamisha Allah kwake yeye kuingia janna. Ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansar, na hakuna kwa madhalimu wa kuwanusuru. Madhalimu hawana wa kuwanusuru.